viongozi wa dini wana wajibu wa kuzungumza na wafuasi wao juu ya umuhimu wa kulinda amani na kuwatahadharisha na uchochezi wowote utakaosababisha uvunjifu wa amani. Mimi najua kuwa wapo wanaolifanya jambo hili kwa kiwango kikubwa, na hapana shaka hawa wanastahiki kuungwa mkono na wanastahiki kupongezwa kwa sababu wanatekeleza wajibu wao wa kimsingi. Na wapo wanaolichukulia jambo hili ni jambo la kawaida, hawakulitilia umuhimu. Jambo hili si jambo la kawaida, si jambo la kuchukuliwa udogo na mzaha. Tunatakiwa tuseme, tukariri, tuwarudishe vijana wetu katika mstari. Hali ambayo tunayo sasa hivi, hali hii inahitaji ukweli, inahitaji kuwa na ujasiri, inahitaji kujitoa na kujitahidi kuziondoa fikra chafu zilizojazwa kwa baadhi ya vijana wetu. Hali inahitaji kuwaleta watu pamoja katika kuthamini amani na utulivu, na hili viongozi wa dini wanaliweza kwa wafuasi wao, walisisitize. Jambo linaloshangaza sana katika wakati kama huu, kuwaona baadhi ya viongozi wa dini badala ya kuchukua nafasi zao na kuwaleta watu katika usawa, kuwahimiza vijana wawe watulivu, wasivuruge amani, wao wanazungumza maneno hayaeleweki, bali wengine wapo katika upinzani na lawama. Hivi karibuni nilimsikia kiongozi mmoja wa ngazi za juu wa Baraza la Maaskofu Katoliki akifanya mahojiano na chombo kimoja cha habari. Na nataraji mmesikia, mmeona, mmejifunza. Ukisikiliza maelezo yake, yanazusha maswali mengi sana kuliko majibu. Maswali mengi juu ya maswali mengi tuliyouliza, pamoja na mambo mengi yasiyokubalika ambayo yeye aliyazungumza. Bado ameendelea kusisitiza kwamba kile kilichofanyika tarehe 29 Oktoba, yale yalikuwa ni maandamano ya vijana kudai haki zao, maandamano ya halali kabisa, na kwamba wao kama viongozi wa kanisa wataendelea kusema ukweli, kupinga dhulma na kutaka haki. Akaeleza maelezo mengi ambayo maswali yatakuwa ni mengi kuliko majibu katika maelezo hayo. Pamoja na watu wote kuitathmini hali iliyotokea, kuziona zile vurugu na hatari iliyopo katika jambo lile, pamoja na sheria za nchi hizo zilizoruhusu maandamano kuwa wazi, pamoja na yote hayo, bado kiongozi wa dini anasisitiza kwamba yale yalikuwa ni maandamano. Maswali ambayo mtu anaweza kujiuliza, yale yaliyotokea anayaunga mkono? Ni swali ambalo linahitaji majibu. Mimi ndugu zangu, nasema hawa watu si watu wa kweli. Ni watu wanatumia maneno matamu katika kuwahadaa watu, na kwa kuwa tupo katika miaka ya hadaa na miaka ya udanganyifu, basi wao wanaonekana wa kweli, lakini kwa hakika hawana uhalali wala ujasiri wala ukweli wa dhati wa kukemea dhulma na kudai haki. Hawana, kwa sababu wao katika dhulma ndio wametumbukia. Ni kama vile Allah alivyowazungumza wanafiki katika suratu Tauba, wa minhum man yaqulu dhalli wala taftinni ala fil fitnati saqatu wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin. Wapo miongoni mwao wanasema,
kumwambia mtume niruhusu mimi na usinifitini. Allah asema fahamuni, kwenye fitna ndio wametumbukia hao, ndio hawa kwenye dhulma ndio wametumbukia. Makamu ya khutba haitoshi kuyaeleza haya. Siku nyingine inshallah tukipata muda tutakuja kuyaeleza haya, lakini kwa ufupi ni kwamba viongozi wa kanisa hawajawahi kuwa mhanga wa dhulma katika historia ya nchi hii. Hawawezi kuwatetea waliodhulumiwa. Wewe huwezi kumtetea aliyodhulumiwa ikiwa wewe sio mhanga wa dhulma. Kihistoria, uhusiano wa kanisa na tawala za kifalme ulikuwa mzuri sana huko Ulaya, bali wakoloni ambao ndio walikuwa wakandamizaji wakubwa kabisa waliokuja kukandamiza katika nchi hizi, watangulizi wao wa kwanza walikuwa ni wamishionari, na mahusiano yao na wakoloni yalikuwa ni mazuri kabisa. Tangu wakati huo mpaka nchi hizi zimepata uhuru, walipewa fursa, wakapendelewa, hawakuweza hata kupigania uhuru. Movement zote za uhuru zilipiganiwa na Waislamu au na watu wapagani wa dini za kiasili. Hiyo ndio hali halisi katika historia, na wale wanaotaka kusoma historia wakasome vitabu. Nendeni mkasome kitabu African Perspectives on Colonialism cha Bohen. Anachambua jinsi makanisa yalivyoshiriki moja kwa moja katika maandalizi na utekelezaji wa ukoloni barani Afrika. Kasomeni. Baada ya ukoloni, huduma za jamii ziliendelezwa na kanisa, na bado kulikuwa na ubaguzi. Hakukuwa na fursa sawa katika elimu, afya, ajira na ruzuku serikalini. Nendeni mkasome kitabu cha mzee Aboud Jumbe, The Partnership, Tanganyika Zanzibar Union. Kakisomeni kitabu hiko. Mzee anafafanua kwa kina namna taasisi za Kikristo zilivyokuwa na ushawishi mkubwa serikalini, hasa katika ajira, elimu na sera za taifa, na jinsi Waislamu walivyohisi kutengwa. Hivi msema kweli na mtetezi wa haki ni yule aliyekosa fursa au yule aliyepata upendeleo dhidi ya mwenzake? Jawabu mnalo nyinyi, na ndiyo maana hakukuwa na madai ya haki kutoka kwao wala ukosoaji, hayakuwepo, kwa sababu sio wahanga wa dhulma. Hata pale kulipokuwa na kila sababu ya kukosoa, hawakukosoa. Hawa wanaosema kwamba wao wataendelea kusema kweli na kutetea haki, hawakukosoa. Ndiyo maana katika utawala wa kwanza wa nchi hii uliodumu miaka 23, pamoja na hali zote zilizotokea kipindi hicho tulizozisoma katika vitabu na mlizotuhadithia nyinyi wazee, pamoja na hali yote hiyo halikutoka tamko hata moja wala halikutoka neno hata moja kwa kipindi cha miaka 23. Mnajua kwa nini? Nikisema mimi hamtaniamini, na wanukulia maneno ya Dr. John Sivalon katika kitabu chake Kanisa Katoliki na Siasa za Tanzania Bara, mwaka 1953 hadi 1985. Katika sura ya 6 ukurasa wa 2 ameandika pale viongozi wa kanisa na hali ngumu ya maisha. Mwaka 1977 mpaka 85 kulipita hali ngumu sana ya maisha, kaieleza mule. Mwaka 83 ulikuwa ukiitwa mwaka wa hamna kitu madukani, hamna, ni tandabui tu zimejaa madukani. Sasa anaeleza hali hii huyu bwana katika utangulizi, akifafanua ile sura akasema maneno haya, na mnukuu: itadhihirishwa kuwa kwa ujumla hao viongozi wa kanisa walisita kuikosoa serikali wazi wazi, kwa vile uongozi wa juu wa kanisa tayari ulikuwa na uelewano mkubwa na watawala wa serikali. Mmeelewa bado? Ukurasa wa 68 wa kitabu hicho anaelezea msimamo wa viongozi wengine wa kanisa, kiacha wale wakubwa, na mnukuu: wakati wa hali ngumu ya maisha, naweza kusema wazi kuwa karibu viongozi wote wa kanisa
walinung'unika kama watu wengine, lakini kanisa kama kanisa halikutoa kauli yoyote rasmi. Akaelezea sababu ya kwanza, sababu ya pili, na mnuku akasema pili, kanisa liliruhusiwa na serikali kuingiza vitu vingi nchini bila ushuru wala kodi. Vitu vya miradi ya maendeleo pamoja na vitu vya ujenzi vilianza kuingizwa, na mwishoni hata mahitaji ya kawaida ya viongozi wa kanisa. Mambo yote haya yalipunguza makali ya hali ngumu kwa viongozi hao wa kanisa na kuwaweka katika nafasi yenye nguvu ya kiuchumi. Hiyo ilikuwa ni sababu nyingine iliwafanya viongozi hao wa kanisa wasite kukosoa watawala wa serikali. Mwisho wa kunukuu. Hawa ndio watetezi wa haki. Sayati ala nnas sanawatun khadda'at yusaddaqu fiha al-kadhibu wa yukadhabu fiha as-sadiqu wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin wa yantiqu fiha ar-ruwaybidha. Utetezi wao wa haki na kutetezi wa dhulma ni mtawala anapokuwa Muislamu. Na ndiyo maana alipokuja mtawala wa pili akapata matamko 17. Wa kwanza miaka 23 hali ngumu ya maisha, kimya. Wa pili matamko 17, hali imebadilika, nyi wazee mwaeleza, watu wakaanza kuvaa nguo na mambo kuwa mazuri. Akaja mtawala wa tatu, matamko 3. Akaja wa 4 Muislamu, matamko 20. Ndiyo huu tunausema udini. Sisi tukisema udini hatuusemi hivi hivi, tuna vielelezo na maelezo ya kisawa sawa. Na ukisikiliza maelezo ya kwao na maneno wanayozungumza ni udini wazi wazi. Mmoja katika viongozi wa upinzani asema kutakuwa kuna maridhiano gani bwana wakati bandari imepewa Waarabu? Hapo kwenye bandari ndio pana shida hapo. Sasa hili neno Waarabu wewe lielewe vizuri, hili neno Waarabu wewe lielewe vizuri, kwa sababu nchi hii wawekezaji ni wengi tu, wapo wazungu. Mmeshasikia hii kwamba mbona wamepewa wazungu? Wakisemwa Waarabu wasema Waislamu. Sasa kitu cha kustaajabisha, tayari jambo lishafanyika. Ukosoaji wa maana ulitakiwa uangalie utendaji na yale yaliyoelezwa. Kuna utendaji wa sawa sawa, kuna maendeleo, au bandari imedumaa, serikali imetoa takwimu maendeleo makubwa kabisa yaliyoletwa, shehena kuzidi, magari kuongezeka, hivi na vile, huduma zimepamba moto. Tanga leo tuwashuhudia mambo mengi, nyinyi wazee tuwaona. Si Tanga tulikuwa tuweza kuziona gari 40 zaongozana zimetoka bandarini. Sisi simkosoe hayo, lakini kule kukosoa huu ndio udini. Sio kama sisi tuzungumza ajenda ndio unaoharibu. Ayuha nasu ibadallah, mimi niwaambie Waislamu, katika hii misukosuko hii, pamoja na kwamba ni shari na ni tabu, lakini ndani yake kuwa na khair. Kuna mambo mengi ya khair. Miongoni mwa mambo ya khair yanayopatikana na faida za misukosuko hii inapopita ni watu kutambulishwa na watu kujulikana na mambo kuwa hadharani. Na Allah ametuambia kwenye Qur'ani alipowapitisha Waislamu kwenye misukosuko katika vita vya Uhud, akasema ma kana Allahu liyadhara almu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza alkhabitha min at-tayyib. Allah hakuwa ni mwenye kuwaacha waumini katika ile hali mliokuwa nayo, isipokuwa mpaka apambanue wabaya na wazuri waonekane. Kuna watu hawajui kama kuna mambo ya udini, na ukisema hawakuelewi. Sasa wanaelewa Waislamu na wasio Waislamu. Kuna wengine si kama haya mambo wanayataka haya. Hawa Kristo kuna wengine hawataki mambo haya ya vurugu, wengi kweli kweli, wala hawataki na hauwafaidishi huu. Kwa hiyo wanatafakari na kuona hapa viongozi wetu hawako sawa, na palipokuwa hapana usawa lazima tuseme.